ambazo zinapatikana zaidi kwenye kurasa za ndani. Vikwazo 5 safari za nje. Agizo la Rais John Magufuli la kusitisha safari za nje linakabiliwa na ugumu katika utekelezaji wake kutokana na nchi kuwa na balozi 36 tu ambazo zitatakiwa kufanya kazi maeneo mbalimbali duniani. Na kuangazia ukurasa wa 4 ambapo kuna habari kitokea ukurasa wa kwanza, siku 20 ndani ya Ikulu. Kasi ya utendaji kazi aliyoanza na Rais John Magufuli katika muda wa siku 20 inaonekana kubwa na ya aina yake, lakini hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa mtangulizi wake Rais mstaafu Jakaya Kikwete miaka 10 iliyopita. Na nikiendelea kuangazia yale ambayo yameandikwa, mahakama yatupa pingamizi la serikali kesi ya Mawazo. Mahakama Kuu Kanda ya Mwanza jana ilitupa pingamizi la serikali la kuitaka itupilie mbali kesi ya kutaka kuaga mwili waliyekuwa mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Geita Alphonse Mawazo, na hivyo kutoa fursa kwa familia ya marehemu kufungua kesi ya msingi. Na ukurasa wa 5, Majaliwa awataka TAMISEMI wagawane hotuba ya Magufuli. Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa amewataka wakurugenzi na wakuu wa idara wa Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI kila mmoja kupitia hotuba Rais John Magufuli na kutekeleza mambo yote yanayohusu ambayo aliainisha wakati akifungua bunge la 11. Wizara ya Ibana bodi ya sukari. Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo, Chakula na Ushirika Sofia Kaduma ameipa siku 7 bodi ya sukari Tanzania kushughulikia mgogoro wa uongozi baina ya kiwanda cha sukari cha Kilombero mkoani Morogoro na wakulima wa miwa. Na ukurasa wa 6 kuna habari ambayo imeandikwa ikisema Wachina kizimbani kwa pembe za faru. Raia 4 kutoka China jana walipandishwa katika kizimba cha mahakama ya hakimu mkazi mkoa wa Mbeya kujibu mashtaka 3 ya uhujumu uchumi, likiwamo la kukutwa na pembe 11 za faru zenye thamani ya shilingi milioni 902. Hilo ni kwa upande wa gazeti Mwananchi. Nikiendelea kukuangazia gazeti la Majira, lenyewe ukurasa wa mbele limeandika wanaotajwa ni Dr. Hussein Mwinyi, Dr. Hamisi Kigwangalla, Angela Kairuki, Janet Mbene, January Makamba, Jenista Mhagama, Langi Lugola, Lazaro Nyalandu, Mwigulu Nchemba, Profesa Sospeter Muhongo, Stephen Masele, William Lukuvi. Uteuzi unawasubiriwa kwa hamu, sura mpya za tarajiwa. Wakati Rais Dr. John Magufuli akitarajiwa kutangaza baraza lake la mawaziri wakati wowote kuanzia sasa, Watanzania wengi wanaamini baraza hilo litakuwa na sura mpya, likijumuisha baadhi ya mawaziri wa serikali ya awamu ya 4 ili waendane na kasi ya hapa kazi tu. Na kurasa za ndani zaidi, ukurasa wa 4 ambapo kuna habari ikitokea ukurasa wa kwanza, hapa kazi tu ya hamia dati. Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa leo atakutana na uongozi wa wakala wa mradi wa mabasi yaendayo kasi ili aweze kupatiwa taarifa zinazohusu mradi huo utakaoanza kazi ambao haujaanza kazi hadi sasa. Polisi Mwanza waangukia pua. Mahakama Kuu Kanda ya Mwanza jana ilitupilia mbali pingamizi lililowekwa na jeshi la polisi mkoani humo na mwanasheria mkuu wa serikali dhidi ya kesi iliyofunguliwa na familia aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema. TAMWA yashiriki kupinga ukatili. Chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA leo kinaungana na mashirika mengine yanayopinga vitendo vya ukatili wa kijinsia na kutetea haki za binadamu kuadhimisha kitaifa siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia ndani ya jamii. Wildafu yapigania katiba ya Warioba. Shirika la wanawake katika sheria ya maendeleo Afrika limeitaka serikali kuhakikisha mchakato wa katiba mpya unaanzia pale alipoiacha Jaji Joseph Warioba. Wakabiliwa na hatari ya kipindupindu. Wakazi wa Manispaa Ilala kata ya Kipawa jijini Dar es Salaam wako katika hatari ya kukumbwa na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu kutokana na mlundikano mkubwa wa takataka katika kata hiyo. Na habari nyingine nasema RC Kilimanjaro awaonya watumishi KIA ni kuhusu usafirishaji dawa za kulevya nyara za serikali. Serikali ya mkoani Kilimanjaro imesema haitasita kuwachukulia hatua za kisheria ikiwemo ya kuwafukuza kazi watumishi ambao wanabainika kushirikiana na watu wanaosafirisha dawa za kulevya na nyara za serikali katika uwanja wa ndege wa Kilimanjaro. Majambazi wa 4 jela miaka 30. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam imehukumu kifungo cha miaka 30 jela wakazi wa 4 kati ya 5 wanaodaiwa kuvamia na kupora vitu mbalimbali nyumbani kwa jaji wa mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam George Mgeta.
MRI, CT scan zaendelea kutengenezwa Muhimbili. Waliopewa dhamana hawajibiki, asema Mahiza. Mkuu wa mkoa wa Tanga Mwantu Mahiza amesema umaskini wa wananchi unachangiwa na baadhi ya watendaji waliopewa dhamana ya kuwahudumia kutotekeleza wajibu wao, mbali ya kuwepo na fursa nyingi za kuwafanya wananchi waondokane na umaskini. Hilo ni gazeti Majira. Kwa upande wa gazeti Jambo Leo lenye linaandika watashangaa ni uteuzi baraza la mawaziri wa Magufuli, waadilifu wazalendo wachapakazi njia nyeupe, wabunge wapya wapewa nafasi kubwa, posho za wabunge hatarini kuyeyuka. Ni habari hizo zinapatikana zaidi kwenye kurasa za ndani. Watashangaa. Rais wa serikali ya awamu ya 5 Dr. John Magufuli, licha ya kuteua mawaziri wakuu Kassim Majaliwa, kazi iliyopo mbele yake kwa sasa ni kutangaza majina baraza la mawaziri ili aweze kutekeleza vizuri majukumu yake kwa Tanzania. Ni baada ya kumteua waziri mkuu Kassim Majaliwa. Posho za wabunge hatarini kuyeyuka. Wakati wabunge wakivutana na serikali kuhusu fedha za kununulia magari yao kuwa ndogo, mkakati wa kuhakikisha posho zao za siku zinafyekwa umeshika kasi ili zielekezwe kuhudumia wananchi. Maelfu ya Wakenya wamsubiri Papa Francis. Maelfu ya watu kutoka nchi mbalimbali za Jumuiya ya Afrika Mashariki na nyingine za Afrika wanaendelea kumiminika nchini Kenya ili kumpokea Papa Francis ambaye anatarajiwa kuwasili nchini humo leo kwa ziara maalum. Msako wa usafi kuanza kesho ikiwa zimebakia siku 14 ambazo katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Jumanne Sagini alizotoa kwa watendaji wa manispaa na mkoa wa Dar es Salaam kuhusu kufanyika usafi kwa lengo la kukabiliana maambukizi ya kipindupindu zinamalizika leo. Kesho katibu huyo na wasaidizi wake wataanza ukaguzi rasmi, zikiwa zimekamilika siku 14 ambazo alitoa. Na ukurasa wa 5, MSD kuweka duka la dawa Muhimbili, madai serikali yaondolewa mahakama kesi ya mawazo. Serikali nyumba zilizobomolewa hazina hati miliki. Ofisa ardhi wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Elia Anatolia amesema nyumba zote zilizobomolewa kipindi cha kubomoa hazina hati miliki za viwanja na makazi. Hilo ni kwa upande wa gazeti Jambo Leo. Gazeti Uhuru, Ndugai apunjua makucha bunge, safari za nje kwa maofisa kupimwa, waraka maalumu waandaliwa, aonya hata kubali kunyoshewa kidole. Spika wa bunge Job Ndugai amesema ofisi yake imeandaa waraka maalumu ambao utatumika kuchambua safari za nje kwa ajili ya maofisa wake, na kwamba zenye umuhimu na maslahi kwa taifa ndizo zitapewa kipaumbele. Tunaendelea kufuta sherehe zaidi, asema Samia. Ni habari ambayo inapatikana ukurasa wa 4, pamoja na hii CCM yabaini mchezo mchafu Arusha mjini, na kuangazia kwenye ukurasa wa 4. Ni habari ambayo inasema CCM yabaini mchezo mchafu Arusha mjini.